Thank you. Karibu sana utupe elimu kuhusiana na hili swala la fungus za mdomoni. Kabisa. Leo tunajifunza kuhusu fungus wa mdomoni au kwa kitaalamu tunaita oral thrush. Kwa sababu hizi oral thrush mara nyingi au fungus wa mdomoni wana sababu zake nyingi. Kwa tutagusia sababu na visababishi, lakini pia tutagusia dalili zake na namna basi ya kujikinga ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini pia tutaweza kuhusianisha na kukutana kimwili kwa kutumia mdomo ambao kitaalamu tunaita oral sex, ambazo unajua watu wengi wao wanazifanya kama kwenye kunogesha mahusiano au wanapokuwa wanakutana kimwili, lakini hawafahamu kwamba ina madhara mengi sana baadaye. Okay, twende kazi. Okay, fungus au mdomoni wanasababishwa na fungus wanaoitwa Candida albicans, ambao mara nyingi tu wanakuepogo mdomoni, lakini mwisho wa siku wanakuwa in low yani wanakopo kwa kiasi kidogo ambao naweza katu hawana shida, lakini pale ambapo labda unakutana sasa kimwili kwa kutumia mdomo na mwanaume au mwanamke, damara msicheke, maana ni vitu ambavyo vipo kwenye jamii yetu na watu wanavifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio inampelekea ule mtu sasa kuongezea vimelea na visababishi vya hivyo fungus na kupelekea kupata matatizo. Kwa hiyo mara nyingi inasababishwa na watu ambao wana kinga hafifu ya mwili. Hapa tunapoongea kwenye kinga hafifu ya mwili, hata tunaweza kutolea mfano watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia tunaweza tukahusisha watu wenye kisukari ambacho hakija controlled vizuri, wanaweza kupata hizi fungus wa mdomoni. Lakini pia kwa watu ambao hawasafishi kinywa chao vizuri, na tumeshazungumza kwenye vipindi vilivyopita namna nzuri ya kusafisha kinywa. Kwa lakini na sababu na hilo, kuna wale watu ambao wanatumia zile inhaler, watu ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya pumu au tunasema asthma, mara nyingi zile inhaler kutumia mara kwa mara zinaweza kusababisha au kupata fungus wa mdomoni au hizo oral thrush. Lakini mwisho wa siku wale wanaotumia sigara, smoking, pia inawapa wao kwa kwenye prone kupata ugonjwa wa fungus za mdomoni. Kwa tumeweza kuona hawa ndio watu ambao au zile riski ambazo zinaweza kumpelekea mtu kupata hizo fungus za mdomoni. Lakini dalili zake ni zipi? Cha kwanza kabisa, unatoka weupe kwenye engo za mdomo. Unakuta kuna watu wana uteute weupe kwenye engo za mdomoni, lakini pia wengine inawapelekea kupasuka. Hasa kwenye kupasuka hapo utaangalia, kwa sababu kuna watu wengine wanaokuaga wamepungukiwa vitamini huwa wanapasuka mdomo. Lakini sasa ile inapasuka sambamba na kuonyesha zile white patches tunaita, unakuwa kama povu kupembeni kwenye engo za mdomo. Lakini kitu kingine, dalili nyingine unakuta mtu anashindwa, anaumia kumeza. Kwa hiyo hii ni tofauti na tonsils, lakini inakuwa sambamba, yani wewe mwenyewe unaanza kuona huko pamekisha kwa pekundu ukiwa unajiangalia kwenye kioo, ukiangalia kwa ndani panakuwa pekundu na mtu anakuwa anaumia kumeza. Lakini pia ulimi unakuwa una rangi nyingi ambazo zinakuletea hata kupata wewe harufu mbaya kwenye kuongea na nini, na vidonda vingi ambavyo vinatokea kwenye mdomo, kwenye ulimi. Kwa hiyo yani hivyo haviwezi kutokea mara moja pap umeona, lakini vinaenda kwa awamu ambavyo wewe utaanza kuona mbona nimeanza kupata na chanika mdomo, kuna nini? Au mbona nimeanza kutoka hizi white patches, kuna nini? Yani dalili zinaenda kwa awamu, sio kwamba zote zitakuja kwa pamoja. Lakini sambamba na hilo tunakuja kuzungumzia sasa watu wanaofanya oral sex. Naomba nitumie Kiingereza kwa sababu Kiswahili ni kigumu kwenye kutafsiri hilo swali. Wewe sema tu mapenzi ya mdomo. Okay, sawa, mapenzi kwa kutumia mdomo. Kwa sababu imekuwa ni kitu cha kawaida na watu wamezoelea kukifanya. Lakini mwisho wa siku wanasahau kwamba mimi naweza nikawa au mwanamke anaweza akawa ana hizo fungus za mdomoni. Alafu then umekutana na mwanaume anataka mfanye mapenzi kwa kutumia hiyo njia ya mdomo. Kwa mwisho wa siku unajikuta yeye anaweza kawa hana shida, lakini mimi mwanamke ndo nikawa nina shida. Kwa hiyo ninapokuwa nafanya kile kitendo, mimi ndo nampelekea yeye bakteria kupata, amini hizo fungus yeye kuzipata. Au unaweza kukuta mwanaume yeye ndo ana hizo fungus kwenye maumbile yake ya kiume. Then mwisho wa siku mimi nakuwa nafanya naye hilo tendo, mwisho wa siku yeye ndo ananisababisha mimi sasa kupata au fungus wa mdomoni. Sio hapo kama tumeelewana kwamba inaweza ikawa ni pande zote mbili. Lakini pia hivyo kwa wanawake, mwanamke ndo anaweza akawa yeye akati anafanyia hicho kitendo mapenzi kwa kutumia mdomo, yeye ndo akapelekewa au yeye ndo akampa
mwenzake. Na kama tumeshatangulia huko vipindi vya nyuma tuliongelea kuhusu maambukizi ya mara kwa mara ya huku chini ya uzazi, labda mtu anapata fungus na UTI na nini, tulishaongelea. Kwa mwisho wa siku unakuta visababishi ni vingi. Unakuta mwanaume ndo kupitia hiyo njia ya kufanya mapenzi kutumia mdomo au kukutana kimwili kutumia mdomo, yeye ndo akakuletea au fungus na wewe ukapata na ukaanza kuugua hizo fungus mara kwa mara. Kwa hivi vitu vipo na inabidi tuviongelee, tusivoviongelea na maana watu wataendelea kufanya bila elimu ya kutosha. Kumekuwa kuna nadharia nyingi ambazo watu wanasema tutasafisha kwanza, tunafanya usafi, tutasafisha mwili, tutaoga and all that before kufanya hicho kitu. Lakini mwisho wa siku kuoga au wewe kuwa msafi haimaanishi kwamba umewatoa wale fungus au umetoa njia za wewe kupata hayo maambukizi. Hapana. Hiyo utajidanganya tu kwa macho. Utajiridhisha, lakini mwisho wa siku mtu kama nazo hizo fungus ni anazo tu na uwezo kuzipima au kuziangalia kwa macho. Madhara yake ni yapi? Madhara ya mtu anayefanya mapenzi kwa kutumia mdomo, yes, yanapo hicho Kiswahili. Yes. Mara nyingi inampelekea mtu kupata gonorea. Kwa sababu kuna zile oral gonorrhea, ina maana ni maambukizi hayo ya zinaa kwa kupitia mdomo. Lakini pia anapata syphilis pia kwa kupitia hiyo mdomo, lakini pia inaweza kumpelekea kupata kansa ya kinywa ambayo tunaita labda hizo mouth cancer au throat cancer kwenye koo, kwa sababu mwisho wa siku vile fungus zinasambaa kutoka kwenye kinywa, kwenye ulimi mpaka kwenye koo. Kwa mwisho siku ndio maana nimesema hata kuna ile mtu anakuwa akati na meza anakuwa anaumia kwa sababu hivyo vimelea vimeshasambaa. Kwa hiyo unaweza kushangaa complications zake ziko nyingi, na tunaona sasa hii ni kansa ya koo au kansa ya kinywa. Sababu mwisho siku zinatokea, vijana wengi sasa hivi wanaugua kansa hizi za koo, vijana wadogo. Lakini kwa sababu gani? Ni kitu cha starehe tu cha muda mfupi. Lakini pia kuna zile HPV ambayo ni human papillomavirus, unaweza kujikuta umepata au magonjwa. Kwa ni magonjwa ambayo kitaalamu yana majina yake, lakini mengi ni ya sexual transmitted disease, na maana ni magonjwa ya zinaa ambayo ndio tumeshasema gonorrhea, syphilis, HPV, lakini mwisho wa siku kupata hiyo kansa. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza kujitokeza endapo wewe utaendekeza kufanya hiyo mapenzi kwa kutumia njia ya mdomo na bila kuzingatia vitu ambavyo nitaenda kuzisema kwamba ni nini sasa kifanyike ili kuzuia hayo madhara. Lakini pia itakupelekea kupata hizo fungus za mdomoni ambazo tunaita oral thrush. Lakini mwisho wa siku tuongelee sasa prevention, na maana namna gani ya kujikinga. Cha kwanza kabisa tuzingatie kusafisha kinywa chetu mara kwa mara kama tulivyokwisha kuzungumza. Lakini haitoshi tu kusafisha kinywa. Cha pili, unapokutana kimwili sio lazima mfanye kutumia hiyo njia ya mdomo. Kwa sababu tayari tuna maumbile ambayo yana support hicho kitu. Hakuna ulazima kuonyesha ujuaji au namna ufundi ambao unajua kabisa wewe utakuja kukuletea madhara baadaye, ambao hata mwisho wa siku uweze upewe hata tuzo. Unajikuta umeumia, ndio unapata wewe ndo madhara. Na ukiangalia rate za data zinaonyesha vijana wengi sana ndio wanaopata magonjwa siku hizi. Shanga mtu kapata kansa, kapataje? Na bado ni kijana mdogo. Vifo vimekuwa vingi sana vya vijana wadogo, lakini kwa sababu ya vitu vidogo vidogo ambavyo tumevizoelesha na kufanya ni kama vitu vya kawaida. Yani kufanya kwamba hiyo ni lazima, yani mtu lazima ufanye wakati sio lazima. Yes, lakini mwisho wa siku matumizi ya kinga ni ya muhimu sana, kwa sababu mwisho wa siku hatupimani kwa macho, tunapimana kwa kuzingatia kwenda kwenye kufanya vipimo mara kwa mara vya kucheki afya yetu ya uzazi na afya yetu kwa ujumla, ili mnavoenda kukutana kimwili mkutane mkiwa wote mko salama, na hii itaepushana ile kukwapuana. Kwa sababu unakuta mtu labda umemkwapua tu mtu, hamjapimana, hamjapata hizi elimu, hamjajiwana nyie moja kwa moja umeendelea. Lakini pia itapunguza kuwa na multiple partners, na maana wapenzi zaidi na moja. Kwa sababu jiulize, umefanya mapenzi ya mdomo na huyu mtu wa kwanza, umeenda tena kufanya mapenzi ya mdomo na mtu mwingine, umeenda kufanya mapenzi, kwa unajikuta watu kama watatu. Unawaamini vipi kwamba watu wako salama? Unawaamini vipi kwamba watu hawatakuletea maambukizi na wewe kupata magonjwa ambayo tumekwisha kuyasema hapo nyuma? Kwa hiyo ni kuzingatia kwamba mwisho wa siku kuwa na mpenzi mmoja, zingatia kupima mara kwa mara, ni vitu ambavyo tunavisisitiza kila siku. Lakini mwisho wa siku fanya usafi wa kinywa, tumia kinga na ukae salama.
jifunze kufanya vitu ambavyo ni salama hata kama ni vya starehe, kuliko kufanya vitu ambavyo si salama kwa ajili ya starehe alafu vikakuletea magonjwa ikiwemo kama kansa ya kinywa. Tumemaliza dokta. Kabisa. Sisi tunakushukuru sana, elimu imeeleweka na tutakutana hapa Jumatano. Kabisa. Kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya, magonjwa pia tofauti ambayo tutakuwa tunayagusa tukiwa na Dr. Claudia ambaye ndo jirani yetu hapa tunapokuja kwenye hicho kipengele cha afya. Kabisa. Tunakutakia siku njema na majukumu mema, tukutane Jumatano. Asante sana. Tukirudi hapa moja kwa moja tunaenda kwenye mboni yetu. We jirani, endelea kukaa hapo hapo kwa sababu sisi tuko mpaka saa 8 kamili za mchana. Kimalizika mboni, ujue moja kwa moja tunanyoosha kule kwenye mchachuko. Mimi ni Mariam Kitosi, Kinara. Suleiman niko hapa. 14 DJ 14. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.